Mtazamaji, karibu tena mtazamaji wa kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Ni matumaini mzima wa afya. Wiki hii tunaendelea na sehemu ya pili ya vijana walio katika mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora, yani Building Better Tomorrow, BBT. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Vijana hawa walijifunza kilimo bora cha karanga, alizeti, mtama, ufuta pamoja na mboga na matunda. Katika kipindi cha leo, tutaangazia tena vijana hao wakiwa wanajifunza matumizi sahihi ya viuatilifu, uandaaji wa miche kwenye viliba na ubebeshaji wa miche ya mikorosho. Mbolea tumesema ziko zile za viwandani na hizo samadi au mboji. Kwa hiyo kama umekosa hizo mboji, unaweza ukatumia zile za viwandani. Zile za viwandani tunasema spread moja tunaweka gramu 5 ya mbolea aina ya DAP au NPK. Kwa hiyo kusema uje na electronic balance unaanza kupima hapo gramu 5 unaweka, inakuwa ni shida kwa mkulima, inakuwa tabu. Kwa hiyo tumepima ile gramu 5 kwenye hichi kisoda. Kwa hiyo tumeihamisha kwenye electronic balance tukaleta kwenye hichi kisoda. Kikisha jaa hichi ni gramu 5. Kwa hiyo mkulima atakuwa anachota tu hichi kisoda, kikijaa anajua ni gramu 5. Kwa hiyo kwa zile mbolea ambazo ni mboji na samadi, anaweza akafanya hii kazi mtu mmoja tu, kwa sababu anaweza akapima kama ni ndoo 10, akapima na zile 10 halafu akachanganya. Lakini kwa hizi za viwandani lazima muwe wawili. Na hizi za viwandani takiwa siku ambayo unataka kufanya kazi ndio utaitumia ile mbolea yako ya kiwandani, kwa sababu inawahi kufanya kazi. Na tunapozungumzia spread, sio ile inakuwa full. Yenyewe takiwa iwe flat. Nimesema wawili kwa sababu unaweka udongo, mwingine anaweka mbolea. Chotaweka tu standards. Kwa hiyo kama umeona hapa mwenzangu alichokuwa anafanya, kila nikiweka najaribu kutikisa iweze kufika sehemu yote. Kuna kipindi unaweza ukataka kufanya hii kazi, ni kipindi cha kiangazi. Huu udongo unakuwa umekauka, kwa hiyo utalowanisha maji kidogo, lakini huu wenyewe tayari una unyevu kwa sababu ni masika. Kwa hiyo na wenyewe hautakiwi uloane kama ule wa kukandikia nyumba. Atakaye wenyewe ukiutengeneza tofali, ukiliachia liwe linamwagika au mikononi kukumuta kusibaki. Kwa hiyo usijaze ikawa ile tope. Kwa hiyo sasa tayari kwa kujaza kwenye viriba. Viriba tulivyopendekeza kwenye korosho viwe na sentimita 10 mpaka 15 kipenyo. Urefu unakuwa na urefu wa sentimita 20. Kwa hiyo ujazaji kuna aina mbili. Unaweza ukatumia ubao au unaweza ukakunja usitumie ubao. Hivi viriba chini viko wazi. Kwa hiyo unajaza ile robo ya kwanza, unatengeneza kitako kigumu ili siweze kuachia. Ile robo 3 yote inakuwa laini. Tumeshajaza viriba vyetu, tumeshajenga kitalu nyumba. Hatua inayofuata hapa saizi unaondoa hivi viriba na kupeleka kwenye kitalu nyumba. Kisha fikisha kwenye kitalu nyumba, hatua inayofuata ni upandaji. Hii ni mbegu ya korosho. Huwa inakaa hivi juu. Ile tunda linakuwa hapa juu. Kwa hiyo na upandaji huo unaipanda hivyo hivyo kama inavyokaa juu. Ukiweka hivi inaota, ukiweka hivi inaota. Vyote utakavyoweka itaota. Lakini korosho na vote inachanika hapa. Ule mzizi mkuu unaenda chini, mti unakuja juu. Ukilaza hivi
ule utatoka hivi zeni utakunja kama mkongojo. Kwa hiyo huu mti utakuwa unasumbuliwa sana na upepo. Ndio ile miti mingi unakuta shambani inaanguka, unashindwa kusimama vizuri. Kwa hiyo upandaji lazima uisimamishe hivi. Kule awali tuliambiwa kuna mbegu za msimu huu na za msimu uliopita. Kwa hiyo zile za msimu huu utaziweka kwenye maji kwa masaa 12, baadaye utakuja kupanda na bila kubadilisha maji kama mbegu zingine. Kwa utaweka kwenye tray au dishi na maji ambayo sio ya chumvi. Na chumvi tunazungumzia hapa ni ile ya baharini tu. Zile za msimu uliopita utaziweka kwenye maji kwa masaa 24. Utakuja kuziondoa, utakuja utapanda. Upandaji utakiwa uizamishe urefu wa sentimita 2.5 na sio zaidi. Kuna watu wengine wanabeba hizi mbegu, wanaenda kuchimba shimo refu, wanaizamisha huko chini zaidi ya sentimita 2.5. Itaota. Pindi cha awali itakuwa ina mmea unakula kupitia ile korosho karanga, kile chakula kilichopo kwenye ile karanga. Lakini kwa sababu iko mbali, itakuja itamaliza kile chakula kule chini. Mpaka kutoka nje inashindikana kwa sababu lea ni kubwa ya udongo. Lakini ukiweka urefu wa sentimita 2.5 ni kama urefu wa hii korosho yenyewe, ndio sentimita 2.5. Kwa hiyo inatakiwa iwe juu juu. Inapoanza kuota ikijivuta inaweza kutoka nje. Kisha maliza unaweka matandazo ya nyasi kavu hapa juu kuzuia unyevu usipotee na kuongeza joto. Utamwagia maji mara 2 kwa siku kulingana na hali ya hewa siku husika. Hali ya hewa ikiwa rafiki unaweza kumwagia mara 1, na vyema ukamwagia kama ni mara 1 ukamwagia saa za jioni, kwa sababu masaa mengi yatakuwa na ubaridi kuliko kumwagia asubuhi. Maji mengi yatakuwa yanapotea hewani. Mtazamaji, baada ya kufahamu namna ya kuandaa miche ya mikorosho na ubebeshaji wa miche hiyo, sasa vijana hawa wanajifunza kutambua magonjwa ya mkorosho na namna ya kukabiliana nayo. Vijana hawa wa BBT wanafundishwa namna ya kukabiliana na magonjwa kwenye mikorosho kwa kulinganisha na mazao mengine ili kuwapa mwanga na elimu ya kutumia viuatilifu kwenye mazao watakayoenda kuyalima pindi watakapokabidhiwa mashamba na serikali. Na nimeeleza kwamba tuna magonjwa mbalimbali kama vile ugonjwa wa ubiriunga, ugonjwa wa blight, lakini vile vile tuna debeki, ambao haya ndio magonjwa makubwa ambayo yanasumbua zao la korosho. Lakini kwa upande wa wadudu waharibifu tumeweza kuelezea kwamba tuna mbu wa mikorosho, tuna mbu wa minazi, lakini vile vile tuna kifauongo. Hawa ndio wadudu ambao tumekuwa tukipata nao changamoto kwenye zao la korosho. Tukianza na ugonjwa wa ubiriunga, nimeelezea dalili mbalimbali za ugonjwa wa ubiriunga, ikiwemo rangi nyeupe au unga mweupe wa kijivu kwenye jani na chini ya jani. Lakini vile vile ugonjwa wa ubiriunga hauishii tu kwenye majani, unakwenda mpaka kwenye maua, lakini vile vile kwenye tegu pamoja na bibo. Kwa hiyo athari hizi au dalili hizi za ugonjwa wa ubiriunga zimekuwa zikijitokeza katika zao letu la korosho. Lakini hili ugonjwa wa ubiriunga tayari changamoto yake tumeweza kuipatia ufumbuzi. Tuna njia 3 ambazo za kupambana na ugonjwa wa ubiriunga, ikiwemo usafi wa shamba, tunasema njia ya asili, lakini vile vile tuna njia ya kutumia mbegu bora kutoka kituo cha utafiti na Lendere, ambao tuna mbegu aina 54 ambazo zinakinzana na kuvumilia na ugonjwa wa ubiriunga. Lakini njia 3 tunatumia viuatilifu. Hapa kwenye viuatilifu tuna viuatilifu vya unga, lakini tuna viuatilifu vya maji. Hivi viuatilifu vya unga vina kinga tu, lakini hivi viuatilifu vya maji vina kinga na kutibu. Lakini tumeelezea vile vile jinsi ya michanganyo mbalimbali ya viuatilifu hivi, kiwango sahihi cha kuchanganya au uzimuaji kwenye maji, lakini vile vile awamu mbalimbali za kupulizia kwenye changamoto hii ya ugonjwa wa ubiriunga. Katika ugonjwa wa ubiriunga kwenye matumizi ya viuatilifu tumeweza kuelezea kwamba kwa sababu hawa ni wataalamu wanatakiwa kwenda kufundisha, lakini wanatakiwa kwenda kufanya. Tumeelezea kwamba ukiwa na viuatilifu vyenye viambatamilifu, kwa mfano tridimino, hexaconazole, azostrobin, trisoflobin, zote hizi
akikutana nazo zinapambana na ugonjwa wa ubiriunga. Kwa hiyo hatuwezi kumfundisha jina la kibiashara, lakini tunamfundisha jina la kikemikali ili aweze kwenda kufundisha na watu wengine, lakini vile vile akikutana nazo hizi asiweze kuchanganyikiwa, ajue kwamba hivi viuatilifu vyote vyenye viambatamilifu hivi vinaweza kupambana na ugonjwa wa ubiriunga. Mtazamaji, TARI Naliendele baada ya kuwafundisha matumizi sahihi ya viuatilifu, inawasisitiza vijana wajenga kesho iliyo bora kutembelea mashamba yao ili kubaini magonjwa na kuyadhibiti mapema kabla ya mazao haijapata madhara. Tumewaelekeza ni namna gani unaweza ukadhibiti visumbufu hasa magonjwa na wadudu waharibifu, kanuni ambazo zinatakiwa kufuata, ikiwa ni pamoja na kufanya scouting, tembelea kwenye shamba lako, ni kwenye bustani ya nyanya, ni kwenye mboga za aina mbalimbali. Kwanza tembelea, kagua, namna ya kukagua na kugundua kujua kwamba kuna mashambulizi ya magonjwa au wadudu waharibifu, lakini pia kutambua kiwango cha huo ugonjwa au wadudu waharibifu, ili sasa uone namna gani unaweza ukaanzisha mbinu ipi ambayo ni sahihi inaweza ikawadhibiti. Hasa tumelenga kwenye matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Tumeelekeza namna viuatilifu vinavyofanya kazi katika namna mbalimbali au tofauti, kwa sababu kuna viuatilifu vingine ni vya asili ya unga, vingine ni vya asili ya maji, lakini vingine ni vya mguso kwa maana ya contact, lakini vingine ni vya mfumo kwa maana ya systemic, lakini tumeelekeza vingine unakuta ni kinga, lakini tumeelekeza vingine vinakwenda kudhibiti lile tatizo. Kwa hiyo wameelekezwa namna ya matumizi ya hivyo viuatilifu, lakini katika kudhibiti visumbufu mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali hapa, mboga tulizonazo, lakini pia na matunda tulionayo, namna ya kudhibiti vidung'ata kwa maana ya mealybug, lakini pia vithiripi kwa maana ya thrips na wadudu mbalimbali, lakini na ugonjwa wa fungal disease ni namna gani fungus wanaleta shida kwenye mazao mbalimbali, lakini pia unaweza ukaepukana nao vipi na ukadhibiti vipi. Lakini pia tumeelekeza utumiaji ambao ni sahihi na salama. Tumezidi kusisitiza kuhusu matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Kwenye kipengele cha mavazi kinga ni muhimu sana tena sana kwa ajili ya afya yake mwenyewe huyu mtumiaji wa hiki kiuatilifu, lakini pia kwa mmea, kwa sababu ukizidisha kiuatilifu ukazidisha kuliko washauri walivyoshauri au wataalamu walivyosema, utajikuta unaweza ukababua ule mmea unaweza ukaungua, ule mmea unaweza ukapata shida. Kwa hiyo utakuwa hujafikia lengo lako au kusudi lako la kutumia kile kiuatilifu. Lakini pia ukifanya chini ya kiwango, ukatumia kile kiuatilifu ukakinyunyizia au ukakipulizia chini ya kiwango, unaweza ukaleta matatizo mbalimbali. Mfano, utashindwa kudhibiti hicho kisumbufu unachokilenga, lakini pia una uwezo wa kufanya kile kisumbufu unachokilenga kikaota usugu, kwa sababu wewe umetumia chini ya dozi iliyokusudiwa, chini ya kiwango kilichokusudiwa. Matokeo yake sasa unaweza ukajikuta wakati mwingine unakuja kutumia kiuatilifu kile ambacho wataalamu wamekishauri, na kwa kiwango kile kisifanye kazi, kwa sababu wewe umekuwa ukitumia chini ya kiwango tofauti na ambacho ni tofauti na wataalamu walivyoshauri. Kwa hiyo elimu hii tunaamini ya kwamba italeta mchango mkubwa kwa hawa vijana, na kusudio kubwa la serikali juu ya programu hii ya BBT inakwenda kutimia. Baada ya kupata mafunzo hayo, vijana wa BBT wanaeleza namna watakavyotumia elimu walioipata kuendesha shughuli zao za kilimo. Tumejifunza mambo mengi hapo kwenye korosho, nikianzia na hatua za awali toka za uandaji wa shamba pamoja na miche.
Kimsingi hapa leo tulichofika kujifunza, tumejifunza mbegu bora za mikorosho. Kuna mbegu nyingi ambazo watafiti wamefanya kazi ya kuzitafiti, zipo mbegu 54 na wameweza kutuelekeza namna bora toka ya kwanza kuandaa hizo mbegu, tukianzia na ile mbegu yenyewe ya kupanda moja kwa moja kwenye kiliba, namna gani unachanganya udongo na mbolea hizi za viwandani au udongo na samadi pamoja na mboji hizi ambazo udongo ambao upo tayari kule msituni. Na kingine tulichojifunza ni namna ya kubebesha huo mkorosho. Tunaweza ukawa na mkorosho ile ya zamani shambani kwako ikawa ifanye vizuri, lakini ile ukaibadilisha ukabebesha na mbegu za kisasa ambazo zinahimili ukame, zinahimili tena kwenye upande wa magonjwa. Kwa kupitia hatua hizo tumejifunza ni namna gani unaweza kubebesha ile mbegu. Kuna njia ambayo ya kufanya budding pale, na ukiangalia utaalamu niliojifunza hapo umeenda tofauti kidogo na ule ambao mimi nimeuzoea tuliokuwa tunafanyia kwetu. Kwetu tulikuwa tunachukua ile na tukishafunga ile karatasi ya kwanza tunachukua ile nailoni ya kuvesha. Kumbe nayo ile inakuwa haisaidii sana kwenye kutunza ule unyevu mle ndani. Kwa hiyo hicho nilichofundishwa hapa leo ni kitu kizuri. Na kingine tumefundishwa namna ya kuongeza thamani hilo zao la korosho. Kuna namna mbalimbali ya uongezaji wa thamani kwenye zao la korosho. Kuna unga wa korosho nao unapatikana. Kuna korosho zenyewe ambazo tayari zimekuwa zimesha kaangwa au roasti, sawa, na zimepanga kwenye magredi ambayo hata kwenye mauzo inakuwa ni bei tofauti. Kuna grade ambayo inakaa punje 180 nadhani mpaka 320. Hata hivyo kwenye mauzo inategemea na idadi ya punje ambazo ziko ndani. Zile ambazo zinakuwa ndogo maana bei inakuwa juu. Zile zinazokuwa nyingi sana bei inakuwa ipo chini. Kule tulikotoka tulikuwa tunategemea tunasindika baadhi ya bidhaa kama unga na nini, lakini leo tumetambua thamani kubwa kwenye zao la korosho. Wengi tulizoea korosho zinauzwa tu sokoni kama mnada unavyotangazwa kupigwa, lakini leo tumejifunza jinsi ya kuongeza thamani bidhaa yangu. Kumbe ninaweza nikaivuna ile bidhaa, nikaioka vizuri kama ambavyo tumeonyeshwa pale, lakini pia ili bidhaa yangu iweze kwenda vizuri na thamani zaidi, lazima kufuata utaratibu ambao tumeukuta pale wametuelekeza. Bidhaa yangu ili iwe bora na iende kufika mbali kama ambavyo serikali inataka kwa sisi vijana wa BBT, lengo kilimo chetu kitutoe kitufikishe mbele. Kwa hiyo ni lazima nifuate zile process ambazo zilikuwa zinatakiwa kama kifungashio. Tumekuta kifungashio kizuri sana cha korosho ambayo imeokwa, lakini pia tumeona kifungashio kizuri sana cha wine. Kwa hiyo hivyo vitu kikweli mimi binafsi vimenivutia sana na ninaenda kuendeleza kwa wenzangu, hususan kwenye vikundi vya wanawake tunaenda kutoa elimu hiyo. Vile vile kupitia elimu tuliyoipata leo hii tunaamini kwamba itatusaidia tukitoka hapa kama kijana wa BBT nikiamua kwenda kulima korosho. Kwa mfano mimi natokea mkoa wa Lindi, nilikuwa sijui namna ya kukabiliana na magonjwa mbalimbali yanayoshambulia zao la korosho, lakini kupitia mafunzo tuliyopata leo hapa TARI nimeweza kujua namna gani ya kukabiliana na yale magonjwa. Kwa hiyo naamini nikitoka hapa nitaenda kupractice kule mtaani. Nitakapoanzisha shamba langu la korosho, ninaamini nitavuna kwa kiasi kikubwa na hivyo itanisaidia kuongeza kipato kulinganisha na wakulima wengine ambao wanalima kienyeji. Hivyo basi ninawashauri wakulima wenzangu wajitahidi kutembelea kwenye vituo kama hivi vya TARI, na mafunzo hapa mara nyingi huwa yanatolewa bure kabisa. Ukitaka kuomba ushauri wa kitaalamu unapewa. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni lazima kufuata ushauri wa wataalamu ili tuweze kuzalisha kiwango kikubwa cha korosho. Na hasa kuzingatia kwamba korosho ni zao ambao tunalitegemea hapa Tanzania kuingiza fedha za kigeni. Kwa hiyo ninawashauri wakulima wenzangu wafuate maelekezo ya kitaalamu kabla ya kufanya uzalishaji wa korosho. Mkurugenzi wa TARI Naliendele Dr. Kapinga anawasisitiza vijana wa BBT kuzingatia maelekezo ya wataalamu wa kilimo hasa kwenye matumizi sahihi ya viuatilifu wawapo kwenye mashamba yao. Kanuni na taratibu za kuweza kutumia viuatilifu ziko vile vile. Haiwezekani kiuatilifu ambacho lengo lake ni kudhibiti magonjwa utumie kwa ajili ya kudhibiti wadudu haribifu. Lakini pia tumewaeleza namna ya kiasi gani ambacho
kitatumika kutegemea na kusudio husika, kwamba kama imeelekezwa kiuatilifu cha kudhibiti, kwa mfano wadudu haribifu, uchanganye kiasi fulani kwenye kiasi fulani cha maji, isiwe kinyume cha pale. Kwa mfano unaweza kuambiwa lita 1 ya maji uchanganye cc au ujazo wa mililita 5. Maana yake ni hiyo, kwa mililita 5 za kiuatilifu cha kudhibiti wadudu haribifu kichanganywe na lita 1 ya maji. Kama maelekezo ni hayo, ina maana iwe hivyo. Kama umesema labda ziwe cc 15 au mililita 15 za kiuatilifu kichanganywe kwenye lita 1 ya maji, maana yake iwe hivyo. Ukishabadilisha mchanganyiko huo pale, aidha utaongeza kiasi ambacho kinaweza kudhuru au kuathiri mazao, ikaunguza au ikababua, kwa sababu ya mchanganyo umekuwa na kiasi kingi cha kiuatilifu kuliko inavyokusudiwa au inavyotakiwa. Unaweza kuunguza majani, inaweza kuunguza maua, inaweza kuunguza matunda, ikawa ni matatizo. Lakini pia akitumia chini ya kiwango hicho, kwa mfano ameambiwa achanganye mililita 5 za kiuatilifu kwenye lita 1 ya maji, yeye kachanganya mililita 2 za kiuatilifu kwenye lita 1 ya maji, ina maana kwamba kile kiuatilifu ametumia kama kungekuwa hospitali nisema dozi ndogo kuliko inavyotakiwa. Nayo pia inakuwa na madhara. Madhara yake ni kwamba kwanza, ulichokusudia kukitibu au kukidhibiti hutaweza kukidhibiti au kukitibu. Lakini pia unaweza kutengeneza usugu wa wadudu haribifu au magonjwa, kwa sababu ile dozi inakuwa imefika mara wanazoea tu, itakuwa kama kitu cha kawaida. Kwa hiyo tunasema yote hayo tumechukulia mifano kwenye korosho, lakini kimsingi matumizi yake ni kwa mazao yote. Hata wakaenda kulima labda bustani, wakaenda kulima labda matunda mengine, kama itahitajika viuatilifu, basi kanuni ni ile ile kwamba watakuwa wamepewa ushauri na wataalamu husika mazao husika kwamba matumizi ya viuatilifu fulani ambavyo labda ni kudhibiti magonjwa, labda kudhibiti wadudu haribifu, yatakuwa na vipimo vyake ambavyo viko kwenye utaratibu ambayo umekubalika na unashauriwa, wasiende kinyume cha pale. Lakini kingine ambacho niseme pia tunaweza kuunganisha yale ambayo walijifunza hapa na wataenda kufanyia kazi kwenye maeneo mengine, ni kwamba kila kiuatilifu kina taratibu zake jinsi ya kutumia. Kwa mfano, kama umeambiwa rudia tumia kiuatilifu baada labda ya wiki 2 au 3, ile ina maana yake. Ukizidisha pale au kuwa chini ya pale, bado itakuwa na madhara, kwa sababu kama ukachelewa zaidi muda uliokusudiwa au ulioshauriwa, ina maana inawezekana kiuatilifu kiwe ni kizuri, lakini kwa sababu muda wa kurudia umechelewa, wadudu watarudi, watakuja kuharibu mazao yako, utasema kiuatilifu ni kibovu. Kumbe hukuzingatia ile taratibu kwamba ukishapulizia leo, basi hakikisha baada ya siku kadhaa umerudia kama hali inaruhusu inatakiwa kurudia. Kwa hiyo hayo yote ni tunasema watategemea mazao ambayo wanaenda kulima. Nyingine ambalo umejifunza hapa, tumepitisha kwenye mambo ya kuongeza thamani, kwamba tunasema sisi mara nyingi ukiuza mazao ya chakula au mazao ya shamba katika hali ghafi, unapoteza fedha na unapoteza faida nyingine kubwa sana ambayo tungeipata. Kwa mfano, kwa kuongeza thamani, kwanza unaongeza thamani ya zao lenyewe, linakuwa na bei kubwa kuliko na mapato mengi kuliko ambavyo ungeuza kama ghafi. Lakini faida nyingine ambayo tunaipata kwa kuongeza thamani ni pale ambapo tunatengeneza ajira, tunalinda ajira zetu. Kama utasema umevuna korosho halafu ukauza ghafi, ujue wenzetu ndio watakao bangua, maana watajiri watu wa kwao wanaenda kununua kwa ajili ya kubangua zile korosho. Lakini kule kwao pia unakopeleka zile korosho watakuwa na faida nyingine. Wale wanaouza ni ajira kwao, maana itabidi pengine kama tulivyo sisi kuna watu kwetu kuna wanauza
kwa maana ya hawa wanachukua mikononi, tunaita wafanyabiashara dogo, si wamachinga wote tunavyoitwa, wale watakuwa wamekosa ile ajira. Lakini kuna usafirishaji kwa kubangua. Kuna watu ambao wanafanya kazi kusafirisha zile korosho kutoka kwenye sehemu unavyobangulia au dukani kwenda kuuza mtaani. Sasa yote hiyo ni ajira ya watu ambao tutakuwa tumeshaharibu. Na kingine kwenye swala la ajira, unapokuja kubangua korosho unajua kuna vifungashio. Vifungashio nayo ni fursa ambayo inajitokeza kwa wale wenye viwanda. Maana itabidi sasa wawe na viwanda vya kutengeneza vifungashio vya korosho. Na kule kwenye vifungashio vya korosho, kiwanda kile kina watu wanaajiriwa kule ili watengeneze vifungashio. Sasa unaposema upeleke korosho ghafi nje, ina yule ambaye angekuwa na kiwanda cha kutengeneza vifungashio vya korosho hatakuwa tena fursa ya kuuza vitu hivyo. Na wale ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye kiwanda kile, ina sasa hawapo tena, kwa sababu hauna kiwanda cha kutengeneza vifungashio vya korosho. Lakini lingine ambalo pia inakuwa ni hasara ni kwamba katika kufanya hivyo kuna watu ambao nao kazi zao ni kupromote hizo biashara zenyewe. Maana itabidi kuna watangaze pale watu kwamba biashara fulani anatangaza, kule nako ni fursa ya ajira ya watu kutangaza biashara za mazao haya ya korosho na vinginevyo. Kwa hiyo yote haya niseme kwamba wamechukulia kama mfano tu wa namna ya kuongeza thamani ya mazao na namna ambayo unaweza kupata faida. Kwa hiyo zao lolote ambalo wataenda kulima, bado tunasema kwa kuchukulia mfano wa korosho linaweza kuwa na tija sana endapo watafikiria swala la kuongeza thamani badala ya kuuza ikiwa ghafi. Na lingine kwenye ujumla haya yote, sasa sisi tumesema kwamba wao kama vijana ambao serikali imewaamini kuwapa uwezo wa aina hiyo kufanya hizo shughuli na imewawezesha, kazi yao tumesisitiza sio kwenda kujaribu, ni kwenda kufanya. Kwa sababu sisi hapa kama watafiti kazi yetu ndio kufanya majaribio. Ndio nasema kituo cha utafiti wa kilimo, na kunafanya kutafiti maana kuna kujaribu kuona kipi kinaweza kufaa, kipi hakifai, na kinafaa kwa kiasi gani, kipi kifanyike wapi na lini. Kazi yetu sisi hapo. Tukishapata majibu sasa, yale yanatakiwa waende sasa kwa watumiaji wa ile teknolojia. Wao ikiwafikia wasiende wao wanataka kujaribu tena, sisi tulishajaribu. Mtazamaji wa kipindi cha Kilimo Ajira Yangu, hadi hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki ambapo tumewaangazia vijana walio katika mpango wa serikali wa Jenga Kesho Iliyo Bora, ambao wanapatiwa mafunzo ya kilimo katika chuo cha kilimo MATI Mtwara. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.